Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa Baraza la Manispaa Magharibi A, Mbaraka Saidi Asuni, katika uzinduzi wa timu Tukuze Kipaji huko katika ukumbi wa skuli ya sekondari Tumekuja, wilaya mjini Unguja. Amesema ili timu iweze kutambulika na kufanya kazi zake kwa usahihi, ni vyema kujisajili ili iweze kutambulika kibiashara. Kwa kuwa leo ni uzinduzi, basi na mimi naomba nitoe baadhi ya mambo yawezekana kwamba yashasemwa, lakini mimi niyatoe katika njia ya utaratibu wa kiufundi kabisa. Tumewasikia hapa mkurugenzi anasema Team Park iweze kusimamia vijana. Team Park itaweza kusimamia vijana itapokuwa inatengeneza miguu na mikono ya kusimamia. Lazima licha usajili uliokuwepo, lazima tujiorganize kama ni taasisi ya kibiashara ili tuweze kufanya biashara kwa wasanii ambao tulikuwa nao. Taasisi za kibiashara zina usajili wa BPRA. Lazima kutengenezwa utaratibu Team Park licha usajili katika masuala ya sanaa na utamaduni, licha kulindwa katika na hati miliki, lakini kuweza kucontrol wasanii mliokuwa nao katika Team Park, lazima watengeneze mikataba iliyokuwa ya kibiashara kabisa. Jambo hili ambalo ni muhimu sana lifanywe, na leo ndo mwanzo mzuri kwa Zanzibar, kwa sababu tunaelewa kama Zanzibar sasa hivi imepiga hatua katika mfumo wa kimaendeleo. Kama alivyosema Mwalimu Amur, sasa hivi tungo zetu ziende katika mifumo ambayo itakuwa inakwenda sambamba na maisha ya leo. Vijana walio wengi hapa, kuna tungo nyingi ambazo zimetungwa na waandishi wa mbalimbali wa zamani, lakini vijana mpaka wakasome. Je, tuna nafasi gani ya kuwasilisha tungo zetu licha ya kusoma? Kwa sababu maandishi sasa hivi yako nyuma kidogo kuliko mambo mengine sasa kwa hatua tuliokuwa nayo. Team Park inataka itupeleke katika hatua za kimaendeleo. Katika hatua za tungo zetu ziwe zinahifadhiwa katika mifumo ya kimambo leo tuliokuwa nayo sasa hivi. Kwa upande wake, afisa utamaduni wilaya ya Mjini, Sichana Hassan Suleiman, amewataka vijana kuzingatia mila na silka na utamaduni ili kudumisha maadili ya Kizanzibari. Kwa hiyo ninachowaomba kwenye sanaa iwe maigizo, na hasa naingia kwenye maigizo, mujitahidi sana muingie sana kwenye mila, silka na utamaduni, kwa sababu kiukweli maadili yetu yanapotea. Sisi kama vijana maadili yetu yanapotea. Mnalikubali? Maadili yetu yanapotea. Zamani ukimkuta mzee njiani, hata kama yuko kwa jirani yako, basi wallahi lazima unaenda kumpokea. Sasa hivi hakuna hiyo. Unampisha sasa, tena unamshikamo. Na hiyo shikamo kama umempa, hutompa salamu aleikum. Salamu aleikum ni maamkizi. Lakini sasa kuna maamkizi ya kimila na utamaduni. Unamwambia salamu aleikum alafu shikamo. Sijui hilo mnalijua? Nadhani mnalijua. Yaani sasa hivi utapanda daladala na mtu mzima. Wallahi mtu mzima anasimama mpaka anafika. Humpishi uongo. Kwa hiyo sasa ninachowaomba kwenye hizi sanaa zetu, tudili sana kwenye mila, silka na utamaduni. Akisoma risala amesema katika timu inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa vifaa, jambo ambalo linarudisha nyuma ufanyaji wa shughuli zao za sanaa. Kwa mustakabali wa vijana, sanaa na taifa kwa ujumla, naomba tuelewe kuwa timu hii ina vijana wengi sana ambao ni nguvu kazi ya taifa. Hivyo changamoto zetu ni kukosa vifaa vya ofisini kama vile kompyuta na kamera. Kikweli ni kikwazo ambacho kinaikabili timu hii. Pia kwa heshima tunaomba utupatie ufadhili wa msaada wetu. Ndugu mgeni rasmi,